Tahukumiwa kwa kutoliheshimu taifa lile, pia na bendera yake. Vivyo hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba siyo bora sana. Vivyo hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake, pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja nikisema siku ni siku? Karibu tena ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha tusome Biblia. Nataka niwasalimu nyinyi mkiwa sehemu mbalimbali mnapotazama kipindi hiki cha tusome Biblia. Washukuru sana wale walipiga simu, waliuliza maswali, wale ambapo walinisalimia, asanteni sana. Nina furaha sana kwa watu wote ambao walienda kanisani leo na wale walienda jana na wale ambao hata hawaendi kanisani. Hebu pata ujumbe huu hapa na kuwa tayari ili tupokee ujumbe wa Kristo Yesu. Mungu azidi kuwabariki tunapoendelea. Siku ya leo tunataka tuangalie kipindi chetu cha siku ya leo juu ya tusome Biblia. Mada yetu ni juu ya kumjua Mungu. Mada ya siku ya leo ni kumjua Mungu. Wewe na tuombe. Baba wa mbinguni, unapaswa kutukuza milele. Tunaposoma juu ya kipindi hiki kwa Biblia leo, tujue juu ya kumjua Mungu. Tunaomba Roho Mtakatifu ili aweze kutufundisha kwa jina la Yesu aliyeombezi wetu. Amen. Ndugu na dada popote mlipo, ni wakati mwingine mzuri sana ambao nimekuja hapa siku ya leo ili tuweze kuangalia sisi wote. Unapokuwa hapo tafadhali tazama runinga yako, utaangalia yale mafungu ambayo umeandikiwa hapo. Nikisoma utasoma hapo, ukiangalia hapo. Na utafuata polepole. Na kama haitakuwa hivyo, hata uandike mafungu andika mafungu. Ukisikia nikitaja fungu fulani, andika, tafuta kalamu na karatasi, nakili fungu tu na utasoma baadaye. Yes, nakili mlango na fungu utasoma baadaye. Ukirudia, ukichunguza kama hii mambo ni kweli. Hii mambo ndivyo ilivyo. Ndio inataka kuchunguzwa. Mungu anataka watu ambao wanapenda kuchunguza maneno, wanapenda kutazama, wanapenda kujua mambo. Siku ya leo ni juu ya kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Na katika siku ya leo nataka tuzungumzie juu ya kumjua Mungu. Na kuna mambo 7. Kuna mambo 7 ambayo inatuonyesha juu ya kumjua Mungu. Point number 1. Tunapaswa kumjua Mungu. Tunapaswa kumjua Mungu. Hiyo ni kitu cha kwanza ambayo nataka uelewe na uangalie kwamba tunapaswa kumjua Mungu. Ukisoma Wafilipi mlango wa 3 fungu la 10. Kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 fungu la 10. Narudia ili usikose uelewe. Wafilipi mlango wa 3 fungu la 10. Inasema hivi: ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Ili nimjue yeye. Ndio tunataka tumjue Yesu na uwezo wa kufufuka kwake. Tunataka kumjua Mungu na kujua ushirika wa mateso ambayo alipata. Ndugu zangu, wewe umetaka kumjua huyu Mungu? Umemtaka kumjua huyu aliyekufa na kufufuka? Umetaka kumjua huyu alikuja kuumba? Umetaka kumjua huyu ni nani kabisa? Kumjua tu sio kusema ndio anajua Mungu. Kuna wimbo wanaimba hivi: nataka nimjue Yesu na nizidi kufahamu, nijue pendo lake kuu, wokovu wake kamili. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake kuu, wokovu wake kamili. Tunahitajika kumjua Yesu. Huyu Mungu ambaye tunamjua. Leo nataka tumjue Mungu. Wakati mwingine tutazungumzia kwamba tabia ya Mungu iko namna gani.
Ukisoma pia kitabu cha Yohana 14 fungu la 21. Yohana, Injili ya Yohana 14:21. Nasema nini? Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Unajua huwezi kumjua Mungu mpaka akudhihirishe. Lakini akasema yeye aliye na amri za Mungu, yeye aliye anayempenda, yeye anayependa Baba yangu. Yesu anasema hivi, nitampenda na kujidhihirisha kwake. Ukipenda amri za Mungu utadhihirishwa. Yesu atakuonyesha, atajionyesha kwako. Lakini usipopenda amri za Mungu, usipopenda amri za Yesu, utaweza kudhihirishwa. Yesu hata kujionyesha, utamjua, utasema tu Yesu, utasema tu Mungu, utasema tu Roho, lakini hujamjua. Itakuwa ni hasara. Ni hasara. Waje nikueleze ndugu yangu, kumjua Mungu ni kule ukipenda, ukiwa na amri zake utamjua Mungu. Akisema usifanye sanamu ya kuchonga, unajua kwamba huyu Mungu haitaki tuchonge sanamu, yeye afananishwe na sanamu. Ni Mungu mkuu. Ikumbuka siku ya Sabato itakase. Hiyo ni amri ya 4. Akasema fanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 pumzika. Ukimkumbuka huyu Mungu ndio utamjua Mungu. Ujue kumbe huyu Mungu ni Mungu wa Sabato. Ni Mungu ya kupumzika. Kama yeye mwenyewe alipumzika. Na tena hapo ya 4 inakuonyesha kwamba huyu Mungu ukimjua ni Mungu alafu fungu la 11 kutoka 20 fungu la 11. Kwa nini? Akasema kwa maana Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Akasema mbona tunahitajika kupumzika siku ya 7? Kwa sababu inaonyesha kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi siku 6, lakini siku ya 7 akapumzika. Kwa hivyo tunaposhika amri za Mungu, tunajua kwamba huyu ni muumbaji. Amri ya 5, utii wazazi wako. Tunajua kwamba Mungu ndiye ametupa wazazi. Aliumba na akabaki ili tu. Hiyo ni amri ya 5. Kama tunajua amri zake, ndio Mungu anatudhihirisha kwa hizo amri zake. Usiue. Maana yake ukiua unaharibu maisha ya mwingine. Na Mungu anasema kwamba ukimpenda Mungu, ukimjua Mungu, utaua. Usizini. Utakapomjua Mungu, hata usinifu, unajua karakta ya Mungu, hapendi usinifu, Mungu atakudhihirisha naye. Usiibe, ya 9 usishuhudie uongo, ya 10 usitaje bure, ya 10 usitamani vitu vya jirani yako, mke wake na kila kitu. Ndiye anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Maana yake na kujionyesha kwake ili umjue. Waovu point ya pili. Waovu hawamjui Mungu. Waovu hawamjui. Hebu soma kitabu cha Ayubu 18 fungu la 21. Hakika ndivyo yalivyo makazi ya upotofu, na hapa ni mahali pake asiyemjua Mungu. Ayubu 18:21. Ndarudia. Hakika ndivyo yalivyo makazi ya wapotofu, na hapa ni mahali pake asiyemjua Mungu. Wale watu ambao ni wapotofu, watu ambao wanatenda dhambi, wale ambao ni watenda dhambi, wale ambao hawajamjua, hawataki Mungu, hawamjui Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni kati ya waofu, hata utajijulia tu peke yake, ujue kwamba hujamjua Mungu. Lakini siku utakapomjua Mungu, utaondoka kwa sehemu ya waofu uingie katika sehemu ya watakatifu. Utaondoka kutoka sehemu ya kutojua ufike sehemu ya kujua. Tazama, unaona tunapojifunza lengo kubwa ni uelewe. Ukielewa kila siku, kuna watu wengi wamesikia kipindi hiki mpaka hata wamebadilika. Na sitaki ukuje kwangu ukibadilika, amini Yesu hapo. Enda kwa Yesu. Aenda kwa Mungu, pata mafungu hii, pata maandiko. Tutakapomjua Mungu wa kweli, tutakuwa watu wa Mungu, si watu wa dini. Unaona kuna watu wa dini wameshika dini, nasema dini yangu ni hii, lakini dini haiwezi kusaidia kitu. Unaweza kuwa na dini lakini hujamjua Mungu.
Wathesalonike wa kwanza 1:4 nasema hivi. Wathesalonike wa kwanza mlango wa kwanza fungu la 4. Kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, tuwajua uteule wenu. Tuwajua uteule wenu. Sisi wapendwa wa Mungu, tuwajua. Tutakapomjua Mungu, tutajua uteule ambao tuliteuliwa. Lakini kama hatujui Mungu, hatujui kwamba tuliteuliwa. Wengi watatu. Wale hawatii Injili hawamjui Mungu. Wale hawatii Injili hawatii Mungu. Hawajui Mungu. Kama utii Injili, kama neno la Mungu linasema hivi na utii. Kama inasemekana usiue na unaua, utii. Kama inasemekana usiibe unaiba, autii. Kama inasemekana upumzike siku ya Sabato, autii Sabato. Kama inasemekana utii wazazi, autii. Kama inasemekana usiwe na mbingu nini na utii, ujui Mungu. Maana hata Mungu anasema kwamba enda kanisani. Lakini kuna watu hawatii, kuna hata watu ambao walizaliwa kanisani. Kuna watoto ya wachungaji, kuna watoto ya wazee ya kanisa, kuna watoto walizaliwa katika nyumba za Kristo. Lakini ukiuliza hawa na kanisa iko na kasema pastor unajua nini? Wacha tu mimi napumzika nyumbani siende kanisani. Yaani hautii hata hiyo Injili. Maana Biblia inasema kwamba msokose kukusanyika kila wakati, na wewe unakosa kukusanyika, una shida. Wewe unjui Mungu, shida ni kwamba unjui Mungu ni nani. Au unjui ni muumbaji. Au unjui alikuumba ili uweze kumtii. Mungu hahitaji hata upewe kitu, hahitaji upewe. Yaani unafikiri Mungu anaishi kwa wewe unapigia, alikuumba alafu umpigie chakula? Au unafikiri Mungu alikupiga alafu alikuumba ufanye nini? Lengo la Mungu kuumba wanadamu ni ili aweze kumtii, kumwimbia kanisani, kuhubiri juu ya jina lake. Anafurahi sana akiona kumtii. Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza fungu la 8. Katika mwali wa moto huko akiwalipisha kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasiotii Injili ya Bwana wetu Yesu. Kuna siku wale ambao wamjui Mungu watalipwa kisasi, watalipiwa kisasi wala hawatii Injili. Akasema na wao wasiotii Injili ya Bwana wetu, kwa maana hawamjui. Anasema akiwalipisha kisasi wao wasiomjua. Kuna kisasi ambao watu hawamjui Mungu. Hata siku hizi watu wamekuwa mbaya sana. Wamekuwa kisasi ambao hawajui Mungu. Imagine Mungu, mtu anazaa watoto 3, alafu akikasirika anaua watoto, anaua mume, anajiua. Unafikiri utaenda wapi? Ujui kwamba hakuna mahali kutoroka Mungu. Hakuna, utatoroka hata ukikufa, utafufuliwa, utamwona. Lakini ujui Mungu ana hekima kukushinda. Akili zake asichungusiki. Kitabu cha Isaya anasema kwamba Mungu uweze kupita hata ujifiche wapi. Biblia inasema kwamba hata siku hiyo, siku hukumu ya Mungu itakapokuja, dunia yote ilitoroka. Na wale ambao walifanya dhambi watajaribu kukimbia, kujificha na kujiokoa, lakini ni shida. Wale wasiomtii akasema katika mwali wa moto. Moto inakuja rafiki. Kuna siku moto usidanganye. Moto inakuja. Kaa tu. Lisha tu mwili pole bila kuchale maneno ya Mungu. Wacha ishibe ione hapa yote, weka tumbo weka wapi, kaa tu. Lakini kuna siku. Wathesalonike wa pili 3 fungu la 14. Wathesalonike wa pili 3:14. Na ikiwa mtu awaye yote alishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutayari. Ikiwa mtu ashike neno hili na hata aelewe huyu Mungu, Paulo anasema achana na huyo mtu. Amefundishwa achana. Huyo mtu ni wala ambao ni kisasi ya wasiomjua Mungu. Unawezaje kukaa na watu wasiomjua Mungu ambao wanaitwa wapumbavu? Wewe ni mpumbavu kwa sababu jehanamu utaenda. Watu wa kwenda jehanamu ni wajinga. Unaambiwa kuna uzima wa milele, unawacha unafurahia vitu ya siku chache saa hii na upotee. Pointi la 4. Tunamjua Mungu kutoka kwa mahubiri.
Tunaposikia mahubiri tunajua Mungu. Wacha nikwambie siku ya leo, mbona tunahubiri? Ili watu waweze kumjua Mungu. Mbona lengo la Pastor Kurgat, lengo la Pastor Nani, lengo la wachungaji hii wa kuhubiri, lengo lao ni watu waweze kumjua Mungu. Lengo langu ni wewe uweze kumjua Mungu. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza fungu la 21. Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa. Alitumia neno ambalo ukiona akihubiri ni upuzi. Inaitwa foolishness of preaching. Tunapohubiri watu watamjua Mungu. Yes, maana nikihubiri, ukihubiriwa uelezwe hivi, uangalia kabisa. Unapokaa na wafurahia sana, maana nimefurahi sana kwa sababu watu wengi wanafuata hii kipindi. Ninafurahi sana, hata kuna walevi wengi ambao ikifika saa ya mahubiri hii wanaona. Na ninafurahi hata kama wewe unalewa, hata kama wewe hujaokoka na unaona hii kipindi, utamjua na siku moja utashangaa vile umbadilishwa na hii neno. Amen. Amen. Maana neno la Mungu litakubadilisha. Mungu alichagua mahubiri ili iwe ni njia ya kufanya watu wajue Mungu. Ukisoma kitabu cha Warumi 10 fungu la 14, Warumi 10 fungu la 14 mpaka 15 inasema hivi: basi wamuitaje yeye wasiyemwamini? Tena wanamwaminie yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? 15. Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mzuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Amen. Anasema kwamba wataitwa namna gani wasipotumwa? Mimi pastor hapa niletumwa niwaambie. Msifikiri niko hapa kwa runinga hii nikiwazungumzia au hata kwa YouTube. Lengo langu ni wazungumzie, nimetumwa niwaambie, niwahubirie ili tuweze kumjua Mungu. Na watu wanamithibiti, wanaweka mambo mengine, sema jinsi ilivyo. Na Biblia inasema kwamba ni mizuri sana miguu ya wao. Pointi ya 5. Matendo yetu inaonyesha kama tunamjua Mungu au la. Hiyo ni ya 5. Matendo yetu ambayo tunafanya inaonyesha kama tunamjua Mungu au la. Kitabu cha Tito mlango wa 1 fungu la 16. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni mwenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Kuna watu wanakiri, wanasema kwamba tunamjua Mungu, sisi nimeokoka. Akifika kwa mimi nimeokoka, Bwana asifiwe, Mungu ni mwema siku zote, siku zote Mungu ni mwema. Wacha aseme, wacha atangaze, lakini mambo ile anafanya, wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wamemkana. Kuna watu ambao wanasema kwamba nimependa Mungu, mimi namjua, na huku ana upendo hata na jirani. Ukiona jirani unataka kutapika, kwanza wewe ndio utachiri, au mtu akusimamishe lift unakataa, na hata jirani yako hapo. Kuna mwingine aliambiwa kwamba alikuwa amepata gari. Sasa jamaa mwingine alikuwa anakuja mpaka barabara anasimamisha hivi. Akamwangalia akamwambia, sikia nikwambie kijana, unataka kuingia kwa gari yangu? Unataka kuingia kwa hii gari yangu? Unajua niliosha hii mati ya kukanyaga, huwa inaoshwa kwanza. Na kwanza wewe umekanyaga vumbi, unakuja kuingia kwa gari yangu kanyaga hii gari wewe. Wewe unataka kanyaga kwa hii gari? Haiwezekani. Wewe kijana, wewe enda panda matatu. Wewe uende upande matatu. Kuna matatu, hii yangu si matatu. Lakini siku moja kijana akaenda kanisani. Alipofika kanisani, huyo mzee alikuwa tena ni mchairman ya kanisa. Aliona akizungumza, akihubiri, ilikuwa Sunday asubuhi. Akisema tu Bwana asifiwe. Wakristo wanasema amena, wasifiwe. Na kijana akaangalia akasema, "Ni huyu mzee kweli ni huyu?" Kijana alikaa mpaka akatoka. Akasema hii kama ni huyu, kama ataenda mbinguni hata mimi. Wengine wanapatikana wakifanya mambo kona kinyume cha maandiko matakatifu.
Pengine hata mwingine unakuta anatukana mlevi, anamwambia mlevi shindwe ibilisi. Unaambia mlevi ibilisi. Nani alikueleza kwamba mlevi ni ibilisi? Mlevi ni mtoto wa Mungu alielewa, lakini ametekwa nyara. Lakini siku akiamka hivi, Mungu akimbadilisha, ni mtoto wa Mungu hata kama anametekwa nyara. Yesu anasema sikukuja kwa wazuri, nilikuja kwa wabaya. Mbona unadharau? Kwa hiyo kuna watu ati waliokoka wanakuwa na kiburi ya wokovu. Wacha niwaambie, hakuna kitu kama kiburi ya wokovu. Unakuwa na kiburi ya sisi tuliokoka. Unaona wengine ambao hawajaokoka kama si watu. Biblia inasema kwamba kuna wale waliamini. Kuna Yesu alisema hadithi ya wale ambao walienda shambani. Wengine wakaenda saa 11 asubuhi sana, saa 1. Wengine wakaenda saa 2, saa 3, saa 4 mpaka saa 10. Wengine wakakuja mwisho. Lakini siku ya kulipwa walilipwa wote sawa sawa. Wengine walikuja asubuhi wakasema mbona sisi tulikuja asubuhi na tukalipwa mapema. Inaje niwaeleze, kuna hata wale wataokoka nyuma na wataona Yesu. Hata wale ambao walianza asubuhi si lazima waingie. Kwa maana Biblia inasema kwamba wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa hiyo wewe ambao umekaa kanisani, jua Mungu. Ukimjua Mungu utakuwa na matendo mazuri na utamulika watu kwa wale. Lakini hata ukae kanisani miaka ngapi na una matendo mbaya, hiyo ni bure. Sikia kitabu cha Yakobo 2:17 mpaka 20. Vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. 18. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. 19. Wewe wamjua kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema, mashetani hata nao wanaamini na kutetemeka. 20. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Imani nimeamini Yesu, haki nimeokoka, niliamini. Biblia inasema kama una imani lakini una matendo, kama una imani usaidie hata mgonjwa, una imani hata uombee mtu, una imani hata uende kanisani, lakini una imani. Kwa hivyo imani pasipo matendo haizai. Kwa hivyo matendo inaonyesha kama kwamba umeokoka ama hujaokoka. Kwa hivyo unaweza kuwa mtu ambao unafanya usinifu na unasema umeokoka, unafanya siri. Unaweza kuwa mtu ambao unasema kama umeamini Mungu lakini unavunja amri za Mungu. Unavunja sabato takatifu. Unavunja utii wa wazazi yako na unasema una imani. Una imani gani? Kuna mama mwingine aliambia mama yake, sikia mama, nitakungoa hiyo masikio. Mama alikuwa na ile masikio ilikuwa inatolea ya zamani hiyo. Akaambia mama, unajua hiyo masikio yako hiyo, nitaingiza hii kidole changu na ningoe nikate. Na anaambia mama yake, mama na alitarawa nini? Mama unajua nini? Na ajui siku alipozaliwa mama alisumbuka sana. Nambari ya 6. Tunajua Mungu kama tuna upendo tunaitwa watu wa kumjua Mungu. Lakini kama hatuna upendo, hatumjui Mungu. Kitabu cha Yohana wa kwanza 4:8. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Amen. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kama unajua Mungu, una upendo. Unapenda Mungu na unapenda jirani yako. Unapenda mke wako. Kuna watu hawapendangi. Nishangaa sana. Wakati mwingine naambia pastor na huwa anazungumzia families. Nikienda kushauri familia na kitu nafurahia sana, nikishauri familia wengi wanasikia maneno yangu na naombea na wanakuja kuwa familia ambao wamekuwa na upendo, wanakaa pamoja. Lakini wakati mwingine unaweza enda usubuze, utaona huyu mume kabisa amedharau huyu mke. Amemdharau kabisa. Na alimpenda zamani. Au uone huyu mke amemdharau huyu mume kabisa. Hayo ndio kuishi ndugu yangu. Ukiwa na upendo, hata kama amekukosea, unampenda. Unaona mwanamke ametoka kwake, anaacha nyumba yake kabisa. Na akasema sikanyaki, sikuchi, siende kwa hiyo nyumba hiyo. Kama wewe ungekuwa na upendo kweli, hata uweze kufikiria kwamba
wacha aidhuru, wacha ninyenyekee, wacha tenu hata kama alinikosea. Kwa upendo wa Mungu wacha niende kae na huyo mume wako hata kama simuamini. Paulo anasema kwamba hata kama mume wako simuamini usimwache. Amaandika, nitawasomea siku nyingine hii. Kama mume wako asiamini Yesu hata kama ni mlevi na wewe umemjua Mungu, utakaa na yeye mpaka utampadilisha. Lakini shida ya siku hizi unaona mtu akisikia hata nilisikia nini? Kati message ya simu nani? Hata wale hata yule mume wangu aliongea na mwanamke mwingine nikasikia. Na mimi sitaki hiyo. Ninaenda kwetu. Shuku unashamboka. Wewe unajua Mungu kweli. Na unajifanya wewe unaenda kanisani. Unajua unaenda na unatoroka. Wao wanasema hawatorokange mashida. Shida inaokolewa. Kama hiyo mama ya zamani yote wangawaje waume sao. Wewe ungekaa wapi? Hata zamani unaona mume analeta mke mwingine. Sisemi kwamba watu wao wako wengi. Hiyo Biblia ikubali. Lakini wale wa zamani mume alikuwa analeta mke anampenda. Siku nyingine baadaye anasitukia mwingine abila ameletwa. Yule mama anasema mimi ninakaa nililetwa. Ya tatu analetwa. Anasema huyu mwingine hawezi. Lakini asikuisi hata asikie. Si kwamba hata ameona asikie tu amesema anaenda kwao. Yohana 14:15. Mkinipenda mtashika amri zangu. Kama tunajua Mungu, tunashika amri za Mungu. Hiyo ni upendo. Tukupenda Mungu tutashika amri zake zote. Ya nambari ya 7. Tukimjua Mungu tuna uzima wa milele. Tukimjua Mungu tuna uzima wa milele. Wacha nikueleze ndugu zangu. Kitabu cha Yohana 17:3. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyomtuma. Na uzima wa milele ndio huu. Tusipomjua Mungu watapata uzima wa milele, tunaenda jehanamu. Maana Mungu ni uzima. Yesu alisema kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Yohana 14:6. Mimi ni kweli, njia na uzima. Yohana 10:28 nasema hivi. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Amen. Yesu anasema kwamba nami nawapa uzima wa milele. Atatupatia uzima wa milele. Hii ni Yohana 10:28. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Kama umemjua Mungu, anatupatia uzima wa milele. Na hata shetani hawezi toa katika mkono wa Mungu. Hawezi pokonywa katika mkono wa Mungu. Mkono wa Yesu amekushika. Ajaribu kukuponya, hawezi kukuponya. Wewe tu ndugu yangu. Ni kitu gani tena unahitaji? Unahitaji nini? Hii raha ya dunia yote watu walienda wakafanya nini? Wakafanya mambo mengi, wakajifurahisha, lakini walikufa. Kuna wengi hawataona uzima wa milele. Lakini wewe umejua leo kumjua Mungu ni kusoma maandiko matakatifu. Kumjua Mungu ni kusikia mahubiri. Kumjua Mungu ni kuwa na uzima wa milele. Kumjua Mungu matendo mema itaonekana kwako. Wewe nimezungumzia kipindi hiki. Wewe umejipima kwa hii mambo. Ukaona kweli wewe umemjua Mungu? Kama bado una matukano, kama bado unanena dhambi, ujue umemjua Mungu. Lakini siku ya leo ni yako. Unaweza ambia Mungu nataka nimjue. Ujitirishe kwangu. Uniongoze nikujue. Na kila wakati usikie maandiko matakatifu, usome Biblia ili umjue Mungu. Kama unahitaji hiyo, hebu inua mkono wako ili tupate kuomba. Na tuombe. Baba wa mbinguni, unapaswa kutukuzwa milele. Tunahitaji kujua. Tumepotea siku nyingi tukitangatanga kama kondoo wasio na mchungaji. Lakini tumejua kwamba uko kwa ajili yetu. Tunaomba uturudishe katika zizi lako. Huyu ndugu na dada na kila mtu ambaye ameinua mkono wake uweze kumbariki, aweze kujua na neno lako lidumu katika maisha yake, kwani tunaomba kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Ndugu na dada, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki kikuja kwa sana wakati kama huu. Na kama una maswali, tafadhali uliza.
Kama una maswali uliza. Piga simu baada ya kipindi. Usipige simu wakati na kuendelea. Baada ya kipindi upige. Na uchukue hiyo namba hiyo. Alafu unieleze, je, umemjua Mungu au ulize maswali juu ya kumjua Mungu? Mungu lazima kuwabariki. Tukutane tena wiki ujao kwa saa na wakati kama huu. Mungu akubariki. Kwa kutoliheshimu taifa lile pia na bendera yake, hivyo atahukumiwa mtu ajifanyaye mjanja kwa kusema siku ni siku ya saba siyo bora sana. Hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja nikisema siku ni siku